naitwa Mere Rusimbi, ninajiita mwanaharakati wa kupigania haki za wanawake, haki za wasichana, watoto, lakini hata wengine maskini, wananchi wengine maskini. Nimekuwa huko kwenye wanaharakati siku nyingi, ni mwanzilishi wa mashirika mengi hapa nchini yasiyo ya kiserikali, lakini ningependa kusema zaidi kwamba ni mwanzilishi wa Women Fund Tanzania na body trustee wake katika hilo shirika la Women Fund Tanzania Trust. Na labda niseme tu ni katika wale ambao kusema ukweli walipata nafasi ya kusomea kidogo masuala ya jinsia nikiwa nje ya nchi, na niliporudi nikawa mimi nimebadilisha kazi zangu zote, nafanya tu masuala ya kutetea haki za kijinsia, haki za kibinadamu na haki za kuondoa uonevu katika jamii yetu. Kwa kweli niseme kwamba ni katika wale wanawake wa Kitanzania, wakati huo nikiwa mwanamke mdogo zaidi, waliobahatika kuandaa hapa nchini kwetu, kushiriki katika kuandaa swala zima la ajenda gani tunapeleka kama wanawake wa Kitanzania. Na kutokana na hiyo tulifanya mengi ya kwenda kuongea na wanawake vijijini na kuleta wenyewe kama Watanzania kuunganisha nguvu ya tunataka nini. Na wanawake wa vijijini wakasema tunataka maji, tunataka hiki. Kwa hiyo tukaiunganisha ile. Nilishiriki pia katika kuunganisha hiyo ajenda na kuipeleka kwenye nchi zingine za Afrika, kwa sababu ajenda ya Tanzania ilikuwa inaunganishwa na ajenda ya nchi zingine za Afrika, kusini mwa Afrika, kwetu huko mashariki na hata magharibi. Tulifanya mikutano mingi na michakato mingi ya kukutana na wenzetu wengine wanaofanya kazi kwenye mashirika yasiyo ya kiserikali. Wakati huo serikali ilikuwa na nafasi yake na mchakato wake. Tukaunganisha, tukasema hii ni ajenda ya Beijing ya Afrika. Na hapa labda ningependa tu kukumbusha kwamba hapa ndipo Mama Mongella akiwa ndo mwenyeji mkuu aliyokabidhiwa na wenzetu wa UN Women, UN generally, alikuwa ndo katibu mkuu, alitusaidia sana wa Afrika kuingiza ajenda ya mtoto wa kike. Nafikiri mnaiona ile inaitwa ajenda ya mtoto wa kike. Kwenye wengine huko kutoka continent mengine, yani sehemu zingine kama India wapi, wao walikuwa hawajaliona, na wazungu kwao alikuwa tatizo. Lakini kwetu Afrika mtoto wa kike anaozeshwa mapema, anapelekwa kukeketwa. Kwa hiyo liliingizwa, tuliingiza vizuri tu kama Afrika. Ndio likaenda kuunganishwa kiulimwengu, ndio likaitwa ajenda ya Beijing, ambako wanapeleka maazimio ili serikali zetu wayatizame alafu wayapitishe. Na serikali yangu, yani serikali yetu ya Tanzania, Mzee Mkapa ametia sahihi yake pale. Ukilitizama lile Beijing Platform of Action, kuna sahihi ya rais wetu. Maana yake ni kwamba serikali zimejiwajibisha kwamba litachukua ili swala la kumkomboa mwanamke na mtoto wa kike kama swala muhimu katika katikati ya shughuli zake zote, ikiwa ni kwenye sera, ikiwa ni kwenye katiba na vitu mbalimbali. Kwa hiyo nilishiriki, tukarudi na hiyo ajenda. Na kusema ukweli, nakumbuka tukiongozwa na mtandao wa jinsia Tanzania wakati huo, tukashirikiana na wizara ya kina mama, tukaandaa sherehe tu inayoitwa, sherehe kubwa kidogo, inayoitwa kurudisha Beijing nyumbani. Kurudisha Beijing, ili isiwe tumeleta tu karatasi likubwa litabu namna hii, lina vitu vya kufanyika lakini hatuvifanyi. Bahati nzuri tulipata ushirikiano mzuri wa serikali, na rais wetu ambaye ni Mzee Mkapa wakati huo alikuja akalipokea lile lijitabu, akasema nawaahidi kwamba tutashirikiana tufanye 1, 2, 3. Tukagawana, wao wakachukua maeneo kadhaa, na sisi tunaoitwa wale wanaotoka kwenye mashirika yasiyo ya kiserikali tukachukua maeneo kadhaa, yakiwemo masuala yote haya ya kutetea haki za wanawake katika sheria, sera, yakiwemo bajeti ya kijinsia. Maana serikali zetu zilikubali katika moja ya eneo kubwa kwamba tutatekeleza haya masuala bila bajeti ya kitaifa haiwezekani. Kwa hiyo tutaingiza mtazamo unaoitwa
mtazamo wa kuandaa bajeti zenye mtazamo wa kijinsia, na sisi tukazishikilia sana. Hapo ilikuwa ni mtandao wa jinsia na wenzao wengine, na wengine wenzetu wakachukua kama Taula, wanatuongoza kwenye masuala ya kupigania ubadilishwaji wa sheria, wakina wengine sheria kwa mfano ya ardhi, sheria nyingi. Kwa tukagawana maeneo. TAMWA wakatuongoza kwenye kuhakikisha kwamba taswira ya mwanamke inajitokeza vizuri kuliko inavyoonyeshwa na kutaniwa. Kwa hiyo kwa kweli tulikubaliana vizuri sana kama sisi wanaharakati, na kila watu walichukua, lakini wewe unachukua uongozi tu, wengine wote tuko na wewe. Na zile mpya ambazo zililetwa, kwa mfano TAMWA wakachukua tena kutuongoza kwenye hiyo iliyoitwa kuleta kwamba mabadiliko ya kisheria yanayokubali na kutoa adhabu kwa ubakaji. Mwanzo ilikuwa ubakaji hauonekani kama ni swala. Kwa hiyo tukaenda tukafanya vitu vingi. Leo hatutakuwa na muda wa kuelezea, lakini tulikuwa na ushirikiano wa hali ya juu. Wote tukisema twendeni tufanye hili tunainuka. Kwa hiyo ikatusaidia sana, tukapata vitu, matokeo mengi sana ya mabadiliko ya sera, ya mabadiliko ya sheria, katiba yenyewe kama tulivyokuwa nasema. Katiba iliyobadilishwa 2015 ilionyesha kabisa vipengele kadhaa vya kusema ibadilike ili tuweze kuingiza wanawake zaidi kwenye uongozi. Kuna kipengele ambacho kilisema kwa mfano rais akiwa mwanamke atakuwa deputy wake, na mwanamume akawa deputy, yani akawa ndio deputy, mwanamke atakuwa. Kwa hiyo kuonyesha tu ile kwamba wanawake na wanaume wana uwezo uliolingana katika kuleta uongozi, lakini wana haki ya kuingia kwenye uongozi. Na kwa kweli kwenye upande wa uongozi kumekuwa na matokeo makubwa. Elimu tumeona matokeo yake ni makubwa tu, japokuwa wakati mwingine shuleni tunapowapeleka watoto unakuta wanakutana na madhara mengine, madhara ya rushwa, ngono, madhara ya walimu kutokujifundisha vizuri. Lakini kuna maeneo afya wakina mama, uzazi, walikuwa wanafariki sana, lakini Beijing na bajeti iliyosogezwa huko zaidi, na sisi huko nje kupiga vikelele vya hatuoni mwanamke anakufa, ilipeleka maji kwa mfano yalienda hata mpaka wakatambua kisera kabisa kwamba wanawake wana kazi nyingi za kulea wagonjwa, za kulea wazee, za kutafuta kuni. Kwa hiyo kukaa kunatafutwa jinsi ya kupunguza kazi zisiende kwa wanawake zaidi. Kwa mfano maji yaletwe karibu, sera ikapeleka maji yaletwe karibu zaidi. Kuni jamani, hebu tuwapelekee, naita mbadala kuni mbadala, japo hatujafika mbali sana kwenye eneo hilo, lakini palikuwa na matokeo unayaona kabisa. Na hiyo yote ndio tunaita Beijing, kwa sababu ndio utekelezaji wa ile ajenda ya Beijing. Mimi nafikiri nataka kusema kwanza misingi imejengeka na kazi imefanyika kubwa tu kama nilivyokuwa naeleza. Kuna vikwazo, kwa mfano vikwazo vingine vinatokana na muktadha kubadilika. Muktadha wa kimataifa kwanza umebadilika, unaongelea zaidi mali kwenda kwa wachache, kama naweza kuisamu hapo hivyo, mali kwenda kwa wachache. Yani tumeingia zaidi kwenye mnaita muktadha wa serikali ipunguze kupeleka nguvu zake kwenye zile sekta za social kama elimu, kama afya. Wanaambiwa waachieni private sector ifanye, lakini private sector inavyoingia ni kwamba mwanamke ambaye hana hela au familia ambayo haina hela inapunguza kupata huduma za kiserikali. Wakati mwanzo tulipoenda Beijing ndio ilikuwa mwisho inaisha, ilikuwa vitu hivyo vinachukuliwa na serikali yenyewe inashika. Kwa muktadha wa kimataifa ulibadilika, muktadha wa kitaifa pia umekuwa ukibadilika kisiasa. Kuna pia hata utamaduni saa nyingine unatumika vibaya na vitu vingi. Kwa hiyo ninachotaka kusema, tuna misingi imejengeka, tuna matokeo mazuri, lakini pia yananyang'anywa kidogo na sera zingine ambazo zinakuwa hazimwangalii mwanamke katika undani wake na kumuona matatizo yake na kuyaelewa katika njia pana. Unajua unaweza mwanamke apite njiani tuseme huyu mama ana raha sana na nini, lakini kumbe anasafa sana violence, anapitia ukatili wa kijinsia. Sasa tunaunganisha
sekta tuseme ya elimu na kuangalia mambo inafanyika, sisemi kama ifanyike, lakini tunahitaji bidii zaidi. Kuna masuala mapya yamejitokeza, tunahitaji tuyatizame. Kwa mfano sasa hivi tunaanza kuongelea tabia nchi na jinsi inavyo tunatakiwa tuelewe, tujenge uelewa wa inavyoathiri wanawake zaidi na watoto wa kike. Ndio wanaofuata kuni zaidi, ndio wanaenda huko wanakutana na vitu vya ajabu. Sasa hii miradi inayotengenezwa inaumbwaje kiasi haipeleki athari zaidi, si tu kwa wanawake labda na watoto wa kike, hata wanaume maskini, familia maskini, lakini pia haiwanyang'anyi. Kwa mfano katika hili swala la tabia nchi kubadilika, jamani, mimi nilivyokuwa nakuwa huko kijijini zamani, nilikaa kidogo kijijini, wanawake walikuwa ndio wanaambiwa wamebebeshwa na jamii maarifa ya kutunza miti, maarifa ya kutunza visima, na walikuwa wanaingiza hata kitu kama kuamini kwamba mwanamke yuko msafi, kwa hiyo na maji atatunza. Walikuwa wanapewa vyanzo vya maji. Sasa hii miradi inayokuja mara nyingi haitizami hayo maarifa walionayo wanawake. Kwa hiyo wanazoa tu, wanaenda wanafanya wanachofanya, lakini mnaacha maarifa ya wanawake walionayo katika uzoefu wa miaka yote na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nafikiri tunachosema muktadha unaendeleza ya misingi ya Beijing, lakini kidogo nguvu zake zimepungua. Kwa mfano sehemu iliyopungua nguvu ni rasilimali hasa ya kitaifa inayoitwa mtazamo wa budget ya sekta. Hizi hela ndogo ndogo za wanawake wakae vikundi sawa, hizo zitaendelea. In fact kwenye mtazamo wa uandaaji wa budget ya kijinsia kuna hicho kipengele, kuna hela unawapelekea wanawake zile ndogo ndogo ili waweze kuinuka wawe sawa na wanaume ili tuende nao kwenye sekta. Kwa hiyo tunapopeleka hela kwenye sekta yoyote ile, tunatizama wanani, inamfikia nani, inamkosa nani mwanamke, na si wanawake tu wa ngazi zetu, wanawake wa chini wanapatikana. Kwa hiyo mimi nasema kuna uhafifu hapa na pale, lakini nasemaje, fursa, tuna opportunities za kuikazia. Hivyo tulivyoona hivyo vipenyo hafifu. Kwa mfano wa upande wa bajeti ya kijinsia, serikali yetu ambayo ni sikivu inatakiwa ituambie haina shida, hebu njoni tufufue hilo, tutengeneze. Maana tulikuwa tunafanya kazi na serikali sana katika hilo eneo, labda katika eneo lililokuwa limefifia tunalirudishia na vitu kama hivyo ili tusipoteze yale matokeo makubwa ya kikatiba, ya kisera, ya kisheria na ya kitamaduni na vitu mbalimbali ambavyo vilishafika pahali pazuri. Mimi moja ni lile la uandaaji na jinsi lilivyotuingizia nguvu katika ujenzi wa matamko, ujenzi wa movement wa pamoja, na sio tu tapo au mtandao wa Kitanzania ukaenda ukaunganisha nguvu na Waafrika, ukaunganisha ulimwengu. Kwa hiyo hata kwenye Afrika tulikuwa kama mnasema kizungu chake sijui Kiswahili chake Pan-Africanism. Mwanamke wa Kenya na mwanamke wa Tanzania wanapitia mambo yanayofanana. Kwa hiyo kuna wakati tunahitaji kama East Africa tuwe na nguvu ya pamoja ya wenzetu kule, wana sheria nzuri, tujifunze, tuilete kwetu na tuendeleze. Hilo ilikuwa kwangu funzo kubwa, na kwamba hatukwenda wasomi. In fact hatukwenda wasomi, tulichanganyika, wasomi, wanawake wa kijijini, wanawake wa Kimasai, wanawake tulienda nao Beijing. Kwa hiyo wale wa umri wangu na labda chini kidogo, wote wale walioenda ni watu wamepeleka hiyo Beijing kazi ya kule chini. Kwa hiyo sio kitu cha juu. Lakini funzo la pili ni kwamba tulikuwa kwa kweli tumejiandaa na ajenda. Tuliangalia, tukachambua, tukaweka nasema takwimu za kuonyesha wanawake watakufa hivi, tukiendeleza hivi, tulifanya vitu, tulijenga ajenda ambayo mimi mpaka sasa nafikiri hiyo ajenda ndio itaongezewa hapa, italeta new things. Kwa mfano sasa hivi kuna haya mambo ya mitandao, utamaduni, kula siku zile haikuweko, kwa hiyo vitaongezewa. Lakini ile ajenda na kwamba tunataka kumkomboa mwanamke wa Kitanzania na msichana wa Kitanzania na wengine, ndio ajenda ilitupeleka na ndio tulirudi nayo. Sasa naona
ni funzo kubwa. Huo msingi kama kuna vipya tunaviongezea. Lakini katika kufanya hivyo lazima mitandao yetu iwe na nguvu. Mitandao ina nguvu kwa sababu muktadha kila siku unabadilika na hautaisha kubadilika. Kwa hiyo hatutasema sasa muktadha wa kisera ni mgumu, kwa hiyo tuache ajenda yetu. Hapana, tutaipigania. Na kama serikali inasema kidogo hapa tumelegea, sisi ndio tuna hiyo kazi ya kuwakumbushia na kuambia, unakumbuka mlienda mkasaini Beijing. Sasa tunaomba muongezee nguvu na kufanya kazi kwa ushirikiano nao, tuongezee nguvu maeneo ambayo yamepungua, yamekuwa hafifu kidogo, ili kweli ile ajenda yetu ya ukombozi wa mwanamke kimapinduzi. Na naposema ukombozi wa mwanamke kimapinduzi, sio kushika bunduki, ni kushika mifumo inayokandamiza katika ngazi mbalimbali, kuanzia nyumbani, jamii, maofisini, kwenye institutions zetu, sera, sheria, lakini kitaifa, hata katiba inayotambua kwamba mwanamke na mwanamume wanaleta mchango mkubwa. Kwa mfano, nchi hii na nchi yoyote jamani, wanawake ndio tumepewa jukumu la kuleta binadamu huku ulimwenguni. Binadamu kweli ni mtoto wangu, kwa ile nikimkuza, lakini huyu ni mtoto namtengeneza aende akawe mhudumiaji serikali mzuri, aidha aende kiwandani, aende kwa mkulima, akawe nani. Kwa hiyo tusipomsaidia huyu mtoto wa kike kuanzia anazaliwa na wa kiume mpaka anakuwa na nguvu zake, nani mnaita labor, inaitwaje Kiswahili? Inaitwa kazi, nguvu kazi, hutakuwa nayo. Au wanawake wakafa wote wakati wanajifungua, au wagonjwa au nini, utapata wapi nguvu kazi? Taifa lolote linaendelea kwa sababu lina nguvu kazi, na nguvu kazi kuna mchango mkubwa wa wanawake. Kwa hiyo tutumie hizi fursa za sasa hivi. Kwa mfano sasa hivi tunavyoongea, dira ya taifa inajengwa, kiasi gani tunachukua haya tunaita ya Beijing yaingizwe huko. Tunatizama mara wanafanya nini mnaita hii, kuchambua au kureview. Kwa mfano sasa hivi wana review mambo ya uchaguzi, tunaingizaje vitu hivi? Yaani sio kwamba unangoja inafanyika ule mchakato afu unakuja kusema hawakutuhusisha na serikali sema na nyie mlikuwa wapi? Hapana, ni serikali kuona umuhimu, kushirikiana na sisi na wengine wote kuhakikisha ajenda kubwa za kitaifa haziachi nyuma sauti ya mwanamke. Na sio sauti tu, haimuondoi kwenye rasilimali kumiliki, lakini zaidi kubwa haimuondoi kwenye kufurahia matokeo kwa pamoja na wanaume. Mimi nafikiri Beijing ni kiongozi chetu kikubwa. Si kanaweza kukita kiongozi, ni ajenda inayotuongoza. Hata kabla haijaitwa Beijing, masuala ya tuliokuwa tunaongelea tulijifunza sisi kutoka kwa kina mama Bibi Titi, unanielewa, wakina mama Sofia Kawao na wengine wengi ambao bahati mbaya hata kuwaandika hatujawaandika vizuri, na historia wametoa mchango mkubwa sana. Sasa tukaja tukaweka ile ajenda ikaitwa Beijing, ni mwendelezo wa ile. Kwa hiyo na nyinyi mnaokuwa sasa, wenzetu sisi tunaondoka sasa, tunatizama, tuna support kwa mbali, tunashiriki kwa mbali, mliochukua vijiti kutoka kwetu, mbebe ajenda hii na msikubalie ikageuzwa sana inaumbwa vizuri zaidi, inaongezewa uchambuzi zaidi na vitu kama hivyo. Kwa sababu ikipotea kwa kupitia rika mbalimbali, ina maana ndio basi vitu vyenu vyote na sisi vyote na tulivyofanya zile kazi zimeondoka nayo. Kwa mimi kubwa ningesema hii kupeana vijiti kirika kiendelezo. Sisi tunawakabidhi nyinyi, sisi tulijifunza kwa wenzetu, mjifunze mpeleke kwa wenzenu wengine na wengine, na ili iwe tu ni kitu cha siku zote, hakiwezi kuondoka. Lakini kutokana na hiyo inabidi tukubali sisi na nyinyi kupeana vijiti vizuri, kukabidhiana ajenda vizuri, kutokuwa na maugomvi ndani mwetu kama wanaharakati, kushirikiana kwa sababu tunapigania ajenda moja, na pia kutafuta jinsi ya kufanya kazi kwa kujipenda na kujilinda
na kujituliza. Na ndio maana hii center inatakiwa, center nyingi kama hizi ziwe sehemu ya utekelezaji wa Beijing. Center kama hii inaitwa Nendiwe Wellness and Coaching Center. Ni center ambayo inajaribu kusema hebu wanawake na wanaume tu, wanaume wachache, wanawake tushirikiane zaidi, tutambue kwanza vikwazo vinavyotuumiza mimi kama mtu. Alafu tuvipeleke mbele, tuviondoe ili niweze kufanya kazi vizuri, nikiingia kazini, nikiingia kwenye ukulima, lakini zaidi tukiingia kwenye hizi harakati zetu za pamoja, tusigombane, tusioneane wivu, kwa sababu muktadha ni mkali huko nje. Na mifumo dume imejaa kwa njia mbalimbali, kiuchumi, kinini. Tukisema tu sisi tutengane kidogo, tutetereke, basi na mifumo yote hiyo na inajazia, sijui inaeleweka, inajazia ukandamizaji, na ndio hatutaki. Tunataka kuondoa uonevu kwa jamii nzima. Na tunaposema hivyo, jamani, uonevu huu sio tu kwa ajili ya mwanamke na mtoto wa kike, hata vijana wetu hatutaki waonewe na mfumo wote. Kwa hiyo ndio maana wanaume wanatakiwa waone hii ajenda kama ni ya kwao pia, waingie, washiriki, lakini wanaposhiriki wasiwanyang'anyi wanawake sauti. Kwangu mimi Beijing ndio kila kitu. Tutaita jina lingine huko baadaye, labda na nyinyi mtaita jina lingine, lakini misingi tuliyokwisha iweka na kuiona ya kiulimwengu na ikaja bahati nzuri mpaka kwetu, tusiiachie ikafifia.